Dalili 12 za kuwa ndoto yako ina asili ya kiungu. Kuna ndoto ambazo si za kawaida, sio zile zinazotokana na mawazo yako ya kila siku, wala sio zile za hofu au matamanio ya mwili. Ni ndoto zinazokuacha na hisia ya ajabu, utulivu usioelezeka, au mzigo mzito wa ujumbe unaokataa kusaulika. Watu wengi huzipuuzia, lakini wachache wanajua. Baadhi ya ndoto zina asili ya kiungu, na ukizitambua mapema, zinaweza kubadilisha mwelekeo wa maisha yako kabisa. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, nisiwe mchoyo wa shukrani. Napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wathamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu awalinde, awatunze na awafanikishe kwenye kila jambo ambalo mnalifanya. Lakini pia kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media na bado kuja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie dalili 12 za kuwa ndoto yako ina asili ya kiungu. Namba 1, ndoto inaacha amani ya ndani hata kama ni nzito. Ndoto za kiungu mara nyingi haziji na vurugu ya ndani. Hata kama ina ujumbe mzito, roho yako inabaki na utulivu wa ajabu. Hii ni tofauti na ndoto za kawaida ambazo huacha hofu au machafuko. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 14 na mstari wa 33 imeandikwa nukuu, kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko bali wa amani, vilevile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Neno la Mungu linasema kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko bali wa amani. Kwa hiyo hii ina maana kama ndoto yako inaacha amani moyoni, kuna uwezekano mkubwa imetoka kwa Mungu. Kwa hiyo ukiota ndoto ambayo ndoto hile inaacha amani ndani ya moyo wako, hii huwa inaashiria, ni dalili ambayo inaonyesha ndoto hiyo imetoka kwa Mungu. Ni ndoto ambayo inaashiria ndoto hiyo imetoka moja kwa moja kwa Mungu. Ndoto ambayo inaacha amani ndani yako, hata kama ina ujumbe mzito, unashangaa ndani yako kunakuwa kuna amani na kunakuwa kuna utulivu, haikuvurugi. Lakini dalili ya pili ambayo ukiiona, basi unatakiwa utambue ya kuwa asili ya ndoto yako imetoka kwa Mungu. Ndoto inayojirudia rudia mara kwa mara. Ndoto inayojirudia rudia mara kwa mara. Kama unaota kitu kile kile tena na tena, usipuuze. Ndoto za kiungu hujirudia ili kukusisitizia ujumbe. Kwa hiyo ndoto ya kimungu inaweza ikawa inajirudia rudia ili kukusisitizia juu ya ujumbe au kukufanya uchukue hatua kwa haraka. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi wa 15 imeandikwa nukuu, kwa kuwa Mungu kunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito wajiliapo watu, katika usingizi kitandani. Kwa hiyo ukianza kuona, Biblia inasema hivi, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali, katika ndoto. Kwa hiyo ukianza kuona ndoto ile ile inajirudia, ndoto hii inajirudia mara ya kwanza, mara ya pili. Mwingine anaota ndoto hii inaweza kujirudia hata zaidi ya mara 5. Ukiona ni mtu ambaye unaota ndoto inajirudia rudia, utakiwa kupuuza kabisa. Unatakiwa utambue ndoto hiyo asili yake ni Mungu. Lakini pia ukisoma Biblia utaona ndoto ya Farao ilijirudia mara 2. Ukisoma Biblia utaona Farao ndoto yake ilijirudia mara 2. Aliota ndoto ya mara ya kwanza, ndoto mara ya pili, yani ilijirudia mara 2. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 41 na mstari wa 32 imeandikwa nukuu, na ndoto ya Farao kwa vile ilivyokuja mara 2 ni kwa sababu neno hilo Mungu amelithibitisha na Mungu atalitimiza upesi. Kwa hiyo ukiona ndoto inajirudia, si bahati mbaya, ni uthibitisho. Ukiona ndoto inajirudia mara 2, inajirudia zaidi ya mara 2, au inajirudia mara ya kwanza imejirudia, mara ya pili imejirudia, utakiwi kabisa kuipuuzia. Ndoto hiyo imetoka kwa Mungu. Kuna wakati Mungu anaweza kuonyesha kitu sio kwa lengo la kukuhuzunisha,
sio kwa lengo la kukuumiza, lakini Mungu anaweza kuonyesha kitu kama ni jambo baya, maana yake Mungu anakuwa anahitaji uchukue hatua ya mapema kulizuia jambo hilo kama ni baya lisitokee. Kwa hiyo Mungu hakuonyeshi jambo ili uanze kuhuzunika. Mungu anakuonyesha jambo ili uweze kuchukua hatua. Kama unanielewa andika na kuelewa mwalimu. Kama unanipata vizuri andika na kupata vizuri mwalimu. Twende dalili ya 3. Ukiona dalili ya 3 basi jitambua ndoto uliyoyota imetoka kwa Mungu. Ndoto inaonekana halisi kuliko za kawaida. Yaani ndoto inaonekana halisi kuliko za kawaida. Ndoto ya kiungu huwa inaeleweka wazi. Ina picha kali sana. Unahisi kama uko ndani yake kweli. Wakati mwingine hata ukaamka bado unaikumbuka kwa undani mkubwa. Kuna wakati hata baada ya kuamka kutoka kwenye hiyo ndoto, unaikuta hiyo ndoto hiyo unaikumbuka kabisa, yani unaikumbuka vizuri, unakumbuka kila kitu. Ukisoma kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 12 na mstari wa 6 imeandikwa nukuu, kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yangu, akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Kwa hiyo Mungu hatoi ujumbe wa kuchanganya, anatoa ndoto inayoweza kutambulika. Mungu anaweza asitoe ujumbe wa kuchanganya, akatoa ujumbe ambao unaeleweka. Lakini dalili ya 4, ndoto inayokupa onyo au maelekezo ya moja kwa moja. Kuna ndoto ambayo inakupa onyo au inakupa maelekezo ya moja kwa moja. Ndoto za kiungu mara nyingi huja na onyo, maelekezo, tahadhari ya jambo lijalo. Sio ndoto za kuburudisha, ni ndoto za kukuelekeza. Ukisoma Biblia utaona Yusufu alionywa ndotoni, akamchukua mtoto Yesu akakimbilia Misri. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 2 na mstari wa 13 imeandikwa nukuu, na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Kwa hiyo hii inaonyesha wazi ndoto inaweza kuwa ulinzi wa maisha yako. Ndio maana hutakiwi kupuuzia ndoto ambazo unaziota. Ndoto ambazo zina asili ya kiungu au zimetoka kwa Mungu ni ndoto ambazo huwa zinakuja na maelekezo. Ni ndoto ambayo inakupa onyo au inakupatia maelekezo ya moja kwa moja unatakiwa ufanye kitu gani. Unaanza kuona hapa Yusufu anatokewa na malaika katika ndoto. Anaambiwa ondoka umchukue mtoto na mama yake ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Kuna wakati Mungu anaweza akakufunulia akakupatia maelekezo kwa njia ya ndoto. Usipoyafuata unaishia pabaya, lakini ukiyafuata unaokoka. Ndio maana hapa Biblia ukiendelea hapo mstari wa 18 unaona Yusufu alivyoamka akaanza kufikiria hii ni ndoto tu. Alivyoamka akamchukua mtoto wake pale pale, akamchukua mke wake pale pale, wakakimbilia Misri. Yani alivyoamka kwanza discussion. Kuna muda Mungu anaweza kufungia kitu, anakupatia maelekezo moja kwa moja, na maelekezo hayo unatakiwa uyachukue kazi, uyafanyie kazi. Mungu anaweza kufunulia ndoto akwambia jambo hili mfanyie mtu fulani, au jambo hili fanya juu ya kitu fulani. Kwa hiyo baada ya kuota ndoto ya namna hii hutakiwi kuipuuza hata kidogo. Namba 5, dalili ya 5, ndoto inayoamsha kitu ndani yako kama wito au hofu ya kiroho. Ndoto ya kiungu haitakuacha kawaida, inaweza kukuacha na hamu ya kuomba, hisia ya toba au wito wa kufanya kitu. Kuna kitu kinaguswa ndani yako. Ndoto hizi zinaunganisha roho yako na Mungu moja kwa moja. Kwa hiyo ukiota ndoto yenye asili ya kiungu ni ndoto ambayo inaamsha kitu ndani yako, inaamsha wito fulani. Baada ya kuota ndoto hilo unaweza kushangaa kuna hamu ya kuomba, shauku ya kuomba, unajisikia shauku ya kuomba, au unajisikia kufanya hatua fulani, kuchukua hatua fulani. Ni ndoto ambazo zina asili ya kiungu. Lakini dalili ya 6, ndoto inatimia au inaanza kujionyesha kwenye maisha halisi. Dalili kubwa zaidi ya ndoto ya kiungu ni hii: unaanza kuona ishara zake zikitimia, labda kidogo kidogo au ghafla. Ukisoma Biblia utaona ndoto ya Yusufu ilitimia baada ya muda, akawa kiongozi wa Misri. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 37 mpaka ukasoma hadi sura ya 41 utaona Yusufu aliota ndoto, lakini ndoto ile ilitimia sawa sawa alivyoota.
Kwa hiyo ndoto ya Mungu haifi, hutimia kwa wakati wake. Haleluya. Jambo la msingi ambalo nitakuwa utambue, ndoto ya Mungu haifi, hutimia kwa wakati wake. Kama unanielewa, naomba andika na kuelewa vizuri mwalimu. Asante sana, naona comment yako, asante. Mungu akubariki, Mungu akubariki. Lakini pia comment unatufuatia kutokea wapi? Twende dalili ya 7. Dalili ya 7 ambayo inaonyesha ndoto hiyo imetoka kwa Mungu. Ndoto inakuja wakati wa kipekee, usiku wa utulivu au baada ya maombi. Ndoto nyingi za kiungu huja baada ya kuomba au wakati wa utulivu mkubwa usiku, au kipindi ambacho moyo wako uko karibu na Mungu. Sio bahati mbaya, ni muda uliopangwa kiroho. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi 15 imeandikwa, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito huwajiliapo watu katika usingizi kitandani. Kwa hiyo hii inaonyesha kuwa Mungu huchagua muda ambao akili yako iko kimya ili roho yako ipokee ujumbe. Lakini dalili ya 8, ukiona dalili ya 8, tambua ndoto hiyo imetoka kwa Mungu. Ndoto ina ujumbe unaokwenda kinyume na tamaa zako. Unaota ndoto, lakini ndoto hile inakuwa ina ujumbe ambao inakwenda kinyume na tamaa zako. Ndoto ya kiungu haiji kukufurahisha, inakuja kukuelekeza katika kweli. Inaweza kukuonya juu ya mtu unayempenda, kukuambia ubadilishe njia, au kukuonya kuhusu hatari. Ukisoma Biblia utaona Mungu alimuonya Abimeleki ndotoni kuhusu kosa lake. Ukisoma Biblia utaona Mungu alimuonya Abimeleki kuhusu kosa lake. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura 20 na mstari wa 3 imeandikwa, lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku, akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtwaa, maana ni mkewe mtu. Kwa hiyo hii inaonyesha ndoto ya Mungu inaweza kukukosoa au kukuokoa. Haleluya. Ndoto ya Mungu inaweza ikakukosoa au inaweza kukuonya. Ndoto ya Mungu inaweza ikakukosoa au inaweza kukuonya. Lakini jambo la 9, ukiona dalili hii, basi tambua ndoto hiyo imetoka kwa Mungu. Ndoto zenye ishara au alama zinazohitaji tafsiri. Ndoto zenye ishara au alama zinazohitaji tafsiri. Sio ndoto zote za kiungu huwa wazi moja kwa moja. Baadhi huja kwa alama, zinakuja na alama, symbols, zinakuja na alama. Mfano, ukiona maji, milima, ndege, vita, nuru na kadhalika, utaona ndoto ambazo zinakuwa zina alama. Kuna wakati Mungu anatumia alama kukusemesha. Ukisoma Biblia utaona ndoto za Yusufu zilikuwa na alama kama vile jua, mwezi, nyota. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 37 na mstari wa 9 imeandikwa, akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama, jua na mwezi na nyota 11 zinaniinamia. Kwa hiyo hii inaonyesha ndoto ya kiungu wakati mwingine huja kwa lugha ya siri inayohitaji ufahamu wa rohoni. Kuna wakati Mungu anaweza, umeona hapa Yusufu anaota ndoto. Yusufu aliota ndoto, aliona jua, mwezi na nyota 11 zikimuinamia. Maana yake jua ilikuwa la maana yake mwezi ulikuwa na maana yake, lakini pia nyota zilikuwa zina maana yake. Yaani Yusufu anaota ndoto, anaona jua, ili jua unalofahamu, anaona mwezi unaofahamu, anaona nyota, eti nyota zinamuinamia. Na ndoto aliyoiota ilikuwa na tafsiri yake, ilikuwa ina maana yake. Kuna wakati Mungu anakuwa anatumia alama, na hizo alama zinakuwa zinaashiria vitu gani? Ndio maana unahitaji kuwa na ufahamu wa kiroho kujua hizo alama. Kwa mfano, ukiota ndoto labda ndoto inayohusiana na maji, maji yana maana yake. Au ukiota ndoto ambayo inahusiana na mlima, ukajiona unapanda mlima, mlima unaweza kuwa unaashiria majaribu, inaweza kuwa unaashiria kipindi kigumu. Au ukaona ndotoni labda mafuriko, ukaona upepo mkali, huo upepo unavuruga vitu, unasambaratisha vitu, ndoto inaweza kaashiria kipindi kigumu kinakuja kwenye maisha yako. Kwa hiyo kuna muda Mungu anaweza akatumia alama, akatumia vitu, akatumia ishara mbalimbali, akatumia vitu mbalimbali, na hivyo vitu vinakuwa vina maana yake. Kama hapa Yusufu alivyoona jua na mwezi na nyota vikimuinamia, lakini ndoto hii ilikuwa ina maana yake. Lakini dalili ya 10 ambayo ukiona, basi unatakiwa utambue kuwa ndoto hiyo imetoka moja kwa moja kwa Mungu. Ndoto inaambatana na uwepo wa nguvu za kiroho.
Wakati mwingine utaamka na kuhisi uwepo mzito wa kiroho, hofu ya heshima, reverence, au nguvu ya ajabu isiyoelezeka. Hii sio kawaida, ni ishara ya mguso wa kiungu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya 10 na mstari wa 8 imeandikwa, basi nikaachwa peke yangu, nikaona maono haya makubwa, wala hazikubaki nguvu ndani yangu, maana uzuri wangu uligeuzwa ndani yangu kuwa uharibifu, wala sikusaziwa nguvu. Kwa hiyo ndoto ya kiungu inaweza kubeba uzito wa utukufu wa Mungu. Lakini dalili ya 11, kama unanielewa naomba comment na kuelewa vizuri mwalimu. Kama unanielewa naomba comment na kuelewa vizuri mwalimu. Asante sana kwa comment yako, asante. Twende namba 11. Ndoto inaunganika na wakati wa maisha yako. Ndoto inayounganika na wakati wa maisha yako. Ndoto ya Mungu huja kwa wakati sahihi kabisa. Inaweza kuja kabla ya mabadiliko makubwa, kabla ya jaribu, au kabla ya baraka. Ukisoma Biblia utaona ndoto ya Farao ilikuja kabla ya miaka ya njaa. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 41 utaona. Kwa hiyo Mungu hakuonyeshi tu, anakutayarisha kabla jambo halijatokea. Lakini dalili ya 12, ndoto inakuletea mwanga baada ya kuichunguza. Ndoto inayokuletea mwanga baada ya kuichunguza. Ndoto ya kiungu inaweza isieleweke mara moja, lakini ukianza kuitafakari au ukianza kuomba, ghafla unaanza kuelewa. Ukisoma Biblia utaona Danieli alipewa ufahamu wa ndoto baada ya kumwomba Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya 2 na mstari wa 19 imeandikwa, ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku, basi Danieli akamuhimidi Mungu wa mbinguni. Unaona, Danieli baada ya kuomba Mungu akamfunulia ndoto. Kwa hiyo hii inaonyesha Mungu hatoi tu ndoto, pia hutoa ufunuo wake. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo nitakuwa ulitambue, usikimbilie kusema ni ndoto tu. Yaani ukiota ndoto usikimbilie kusema tu hii ni ndoto tu, kwa sababu baadhi ya ndoto zinafunua siri, zinaokoa maisha yako, zinaonyesha kesho yako kabla haijafika. Watu wengi wanaishi gizani kwa sababu walipuuzia ndoto moja tu, lakini wewe ukianza kutambua dalili hizi, utaanza kuona maisha yako kwa macho ya rohoni. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, nitafurahi sana nikiona comment yako niambie umejifunza jambo gani. Lakini pia Mungu akubariki wewe utakitumia muda wako kushare link ya video hii kwa ndugu, jamaa na marafiki. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.